Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Makutano walikuwa wakimkusanyikia Yesu, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Pendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni siku ya 7 katika mfungo wetu wa Kwaresma, katika zile siku 40 katika juma la kwanza la Kwaresma. Tunatafakari neno la Mungu kutoka Mwinjili Luka sura ya 11 aya ya 29 hadi aya ya 32. Katika ujumbe huu tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anawakaripia wasikilizaji wake ambao wanadai ishara, wanadai Bwana wetu Yesu Kristo aoneshe ishara ya pekee. Ametenda matendo mema, ametenda mambo makuu, ameponya waliokuwa wagonjwa, amefufua wafu, amefanya miujiza mingi iwezekanavyo, lakini inaonekana basi wasikilizaji wake au watazamaji wake hawana macho, hawaoni hayo yote, na wanahitaji ishara zaidi. Na hivi anawaambia kizazi hiki kinaomba kipate ishara, ni kibaya. Kama akiwezi kuyaona mambo mazuri hayo ambayo yanatendwa na yeye, basi hawataona ishara nyingine zaidi ya hiyo, zaidi ya ishara ya Yona. Pendwa mtazamaji wa Njombe, Jimbo Katoliki Njombe Online TV, tunaona anatajwa hapa Yona. Katika kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 10 tunasikia habari hiyo kwamba Mungu alimtuma huyu Yona kwenda kwa Waninawi, na hao Waninawi walikuwa ni watu wa mataifa tofauti na Waisraeli, na huyu Yona alikuwa ni Mwisraeli, na kulikuwa na uhasama kati ya hawa watu wa Ninawi na Waisraeli pia, na hivi akaona akwepe jukumu hili la kutumwa, na hivi akawa amepiga chenga. Lakini kilichompata, tunaambiwa katika kusafiri, akiwa amepanda merikebu akielekea huko anakokimbilia, basi alimezwa na samaki mkubwa, na yule samaki alimeza, akakaa naye karibu siku 3 ndani ya tumbo la samaki, lakini akaenda kumtema katika mji ule ambako Mungu alimtuma kawahubirie Waninawi waweze kutubu makosa yao. Pendo mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, huyu Yona alifanya kama alivyoambiwa, akawahubiria watu wa Ninawi, akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa mno, ukubwa wake kama mwendo wa siku 3, lakini Yona alifanya kazi kwa siku moja, akiwaambia baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Na inaonekana alikuwa na shauku ashuhudie kwamba mji wa Ninawi unavyoangamizwa, na alikuwa anatarajia, anafikiria kwamba yani hata kama anahubiri, basi alikuwa anahubiri nusu ili tu aweze kuishuhudia hiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kuangamizwa kwa Waninawi. Lakini cha pekee ni hiki kwamba Waninawi waliposikia yale mahubiri ya huyu Yona, waligeuka wakatubu, kuanzia mfalme. Habari ilimfikia mfalme wa Ninawi,
naye akaondoka katika kiti chake, akavua mavazi yake, akajivika nguo za magunia, akaketi katika majivu, naye akapiga mbio, akatangaza katika mji wote wa Ninawi kwa amri ya mfalme, akasema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala kundi la ng'ombe, wala makundi ya kondoo wasile, wala wasinywe, bali wafunikwe na nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu zote, na mnyama pia nao wamlilie Mwenyezi Mungu, na wageuke, kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu aliyokuwa nayo mkononi mwake. Na hivi waliyafanya hayo yote, na Mungu akagaili ile hukumu aliyotaka kuwapatia hao watu wa Ninawi. Na hivi, mpendwa mtazamaji, Yesu anapowaambia hao watu kizazi hiki kinahitaji ishara, labda kitaonja hii ishara ya Yona. Mungu ni mwenye huruma. Mungu anasikiliza, Mungu anapokea toba yetu. Tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresma tutubu, tumrudie Mwenyezi Mungu. Yeye anatutendea matendo mema mengi sana, lakini sisi tunamwangusha. Tunaalikwa kutenda matendo yaliyo mema, tunaalikwa kutubu, tunaalikwa kumrudia Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu, kwa kufunga, kwa kusali, kwa kutubu makosa yetu, na hivi Mungu atagaili. Kama kulikuwa na adhabu, basi atagaili na atatufanya tuweze kupata msamaha kweli. Tumsifu Yesu Kristo.